Mkoa wa Iringa umepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa maadhimisho 29 ya wiki ya maziwa kitaifa yatakayofanyika kuanzia Mei 25 hadi Juni mosi mwaka 2026 katika viwanja vya Mwembe Togwa mjini Iringa, huku wananchi wakihamasishwa kuongeza matumizi ya maziwa bora na salama kwa ajili ya kuboresha afya na kukuza uchumi. Maadhimisho hayo yameandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, yakitarajiwa kuwakutanisha wafugaji, wachakataji wa maziwa, wawekezaji, taasisi za kifedha pamoja na wadau mbalimbali wa sekta ya maziwa kutoka ndani na nje ya mkoa wa Iringa. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema sekta ya maziwa inaendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi kwa wananchi kupitia utoaji wa ajira, uboreshaji wa lishe na kuongeza mapato kwa maelfu ya familia zinazojihusisha na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa na ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuzungumza nanyi juu ya maadhimisho ya 29 ya wiki muhimu kabisa ya maziwa nchini yatakayofanyika hapa mkoani kwetu kuanzia tarehe 25 Mei mpaka tarehe 1 ya Juni. Maadhimisho haya yameandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo, Uvuvi, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya maziwa nchini, wote hawa wanajumuika nasi katika kuadhimisha maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana watu wa Iringa kupata nafasi ya maadhimisho ya kitaifa, lakini mahususi tukifahamu kwamba mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina uchangiaji mkubwa sana wa uzalishaji wa maziwa na utumiaji wa maziwa nchini. Maadhimisho haya yamekuwa na lengo la kuhamasisha urasimishaji wa tasnia ya maziwa, uwekezaji, matumizi ya maziwa bora na salama ili kulinda afya ya mlaji, kukuza biashara rasmi ya maziwa, lakini pia kuhakikisha tasnia ya maziwa inaongeza mchango wake katika maendeleo ya uchumi na taifa kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kwa mwaka huu 2026 maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu inayosema rasimisha biashara ya maziwa, okoa maisha ya walaji, ongeza kipato na changia uchumi wa nchi yetu. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha wadau wote wa tasnia ya maziwa kuendeleza shughuli zao katika mfumo rasmi unaotambulika kisheria na kuhakikisha maziwa yanayozalishwa na kusafirishwa na kuuzwa yanakuwa ni salama kwa watumiaji wote, hasa sisi binadamu ambao kimsingi maziwa ni sehemu ya uimarishaji wa afya zetu. Katika kipindi chote cha maadhimisho haya, shughuli mbalimbali zitafanyika kwenye mkoa wetu ambazo ningetamani sana wananchi waweze kushiriki na kuwa sehemu ya maadhimisho haya. Kwanza, maonesho yatakuwepo ya kuonyesha bidhaa mbalimbali za wadau wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya maziwa. Hivyo mtapata nafasi ya kuona maziwa yanazalisha nini, bidhaa za aina gani, zinapatikanaje na zina faida gani. Itakuwa ni fursa pekee kwa wananchi wote kushuhudia bidhaa hizo. Lakini pili, kutakuwa na usajili wa wadau wote wa maziwa. Tatu, kutakuwa na uhamasishaji wa uwekezaji katika uzalishaji, ukusanyaji, usafirishaji na usindikaji wa maziwa katika nchi yetu. Lakini swala la 4 itakuwa ni kongamano la wadau wa maziwa litakalowakutanisha wafugaji, wachakataji, wadau wa maendeleo, wasambazaji, wawekezaji na wataalamu mbalimbali katika sekta nzima ya maziwa. Lakini pia kutakuwa na utoaji wa elimu kwa jamii kuhusu matumizi ya maziwa bora na salama kwa afya na matumizi ya nyumbani. Lakini pia huduma za usajili wa wadau na tasnia ya maziwa zitafanyika na kutolewa hapa katika kipindi hiki cha maadhimisho. Lakini 7, kutakuwa na mafunzo ya usindikaji wa maziwa, ufugaji wa kibiashara na lishe ya mifugo bora na uzalishaji na ufugaji utakaoleta tija, ambao wataalamu, wabobezi na watu wenye uzoefu mkubwa katika tasnia watakuwa sehemu ya maadhimisho haya. Lakini mwisho, kampeni za uhamasishaji unywaji wa maziwa shuleni na katika vituo vyenye watoto wenye mahitaji maalum itafanyika kupitia maadhimisho haya. Hivyo itakuwa ni maadhimisho kabambe katika nchi yetu yatakayofanyika katika mkoa wetu wa Iringa kwa lengo la kumfikia kila mwananchi.